majina naitwa Kazija Twalibu Hamisi. Ndugu mwenyekiti taifa, ndugu makamu mwenyekiti, nimesimama hapa ili kutoa ushuhuda katika jimbo langu kwa uchafuzi uliofanyika. Kwanza, la mwanzo nianze kwenye mawakala, upatikanaji wa mawakala tuliopeleka ili tupate fomu zao kwenda kutulindia kura zetu. Kwa upande wa zeki sihaba, alhamdulillah, ndani ya jimbo la Mkwajuni tulipata mawakala wote, nashukuru. Na kwa upande wa neki hatukupata mawakala wote, walitupa baadhi tu ya mawakala. Mfano, katika shehia ya Kibeni tulipeleka mawakala 6, walituletea mawakala 2. Katika shehia ya Kidombo kuna mawakala tuliwapelekea 12, wametuletea mawakala 2 tu. Katika shehia ya Matemwe Kaskazi tumepeleka mawakala 4, wametuletea wakala 1. Katika shehia ya Moga tumewapeleka mawakala 5, wametuletea mawakala 2. Katika shehia ya Gamba tumepeleka mawakala 7, wametuletea mawakala 2. Katika shehia ya Chutama tulipeleka mawakala 6, wakatuletea mawakala 2. Katika shehia ya Mkwajuni tulipeleka mawakala 8 waneki, lakini watuletea mawakala 2. Katika shehia ya Matemwe Kaskazi tulipeleka mawakala waneki 11. Kusini mawakala 11, wametuletea mawakala 3. Hiyo ndio neki ya kaskazini walivyotufanyia katika jimbo la Mkwajuni. Tunaenda kwenye mchakato na mawakala hao, tunafika tunapambana kuwapata ili wakasimamie vituo mpaka asubuhi ya saa 2. Tangu tulipokwenda asubuhi ya siku ya kwanza, tumeamkia asubuhi ya siku ya pili, mawakala hao ndo tunawapata kwa idadi hiyo niliyoitaja. Ndugu mwenyekiti, uchaguzi siku ya mwanzo bali ulikuwa ni uchafuzi. Walituletea majina yao 161 ambao watakaopiga kura ya mapema, na kura hizo ni kwenye shehia 4 tu, ni shehia ya Gamba, Moga, Chutama na Kibeni. Lakini ndani ya shehia hizo tulikuja kupata siku ya kura za mapema, wakatuongezea na shehia nyingine 4 ambayo matokeo wakati hao majina yao hawakuyabandika, hata hawakuwemo ndani ya shehia hizo. Shehia hizo 4 kama Matemwe Kaskazi, Matemwe Kusini, Kidombo pamoja na Mkwajuni, wao walikuwa hamuna majina yao ya kura za mapema, na waliweka kwenye vituturi. Walikuja wakaweka vituo hivyo siku ya mapema, wakapiga kura. Ndugu mwenyekiti, kura hiyo ya mapema tulishuhudia hakukuwa na kura ya mapema, kwa sababu kura ya mapema ilipigwa katika shehia ya Kibeni, kituo skuli ya Kibeni. Kura hiyo, achana na hao walivyozungumza wenzangu, gari ziliingia, mote ziliingia, lakini kuna wengine ambao ni ndugu zetu, kaka zetu, wapanda minazi, wachimba mawe, walienda kuwavisha magwanda ndani ya skuli hiyo hiyo ya Kibeni. Kuna majengo mapya kule, walikuwa wanawavisha sare, halafu wanakuja kwenye kituo wanapiga kura. Kura hiyo ya mapema, ndugu mwenyekiti, ilikuwa hakuna bali ni uchafuzi wa mapema. Pia siku hiyo ya kura ya mapema, mawakala wetu na hata wale wasimamizi wale wanaosimamia kuhusu masuala ya kura hawakukubali. Mawakala wetu wametaka angalau
Zile kura ndio washafanya uchafuzi wao. Angalau tuhesabu tujue idadi ni ngapi. Hawakuhesabu. Hawakutaka, walikataa kata, walizichukua kura zile wakazipeleka wanakokujua wao bila kuhesabu kura hizo. Uchaguzi wa siku ya pili tarehe 29. Uchaguzi wa siku ya pili tarehe 29, vituo vilifunguliwa na kura, mchakato ulianzwa. Sihaba, alhamdulillah, vituo vyote asubuhi wamefungua, lakini kuna kitu hakikuwa sawa. Na kitu chenyewe, atakapoingia wakala mmoja, sisi ni binadamu, unaweza kukutwa na dharura nyingine tofauti. Hawakubali kubadilisha, aingie mbadala yule wakala msaidizi ili aingie, wewe uende na dharura yako. Ukisha kutoka ndo umetoka, urudi uingie tena, hujui wameingia watu wangapi. Hawakukubali. Kama mtu kakutwa na dharura, hawakukubali. Na jengine tulilolishuhudia, kwanza kwenye kituo hususan cha Kibeni siku ya pili, kuna baadhi ya matokeo yalitokea. Matokeo haya yalitokea Kibeni, Mkwajuni, yani ndani ya jimbo langu zote shehia 8. Zote vituo 8 vya upigaji wa kura yalitokea. Kulikuwa kuna gari maalum basi, ambayo basi hiyo haina vitambulisho. Swala wengine angalau wameunda vitambulisho feki. Hao hata vitambulisho feki hawana. Wana karatasi za kawaida za kufungia sambusa na mchele. Wanakuja, wanapeleka karatasi zao, wanaingia ndani ya kituo, wanapiga kura. Na hawatolewi kura moja, kura 5 zaidi. Ndugu zangu, huu haukuwa uchaguzi, bali ulikuwa ni uchafuzi. Na matukio mengine ni kutolewa mawakala. Kutolewa mawakala ndani ya jimbo langu, mawakala wote walitolewa. Wote walitolewa kwa sababu mawakala hao kufika muda wa saa 8 ndipo hapo walipoanza hasa kile kitimtim chao. Yani ukizungumza ile neno dogo tu kuhoji, tayari wamekutoa nje. Shehia ya Mkwajuni, kituo Mkwajuni, wao walikuja sama zombi wale walovaa manikabu, maana mimi hata siwajui kikosi gani. Wamevaa manikabu yao wale, walikuja wakawatimua kwa waya, wakakimbia mbio baada ya mawakala kuwatoa ndani. Shehia ya Matemwe Kusini, halibaki wakala wangu mmoja tu. Wakala mmoja huyo hataweza kusimamia vyumba vyote wakati wa kuhesabu kura. Katika shehia ya Kibeni walihesabu kura mawakala wote walipo, lakini hakuna isipokuwa wakala chumba namba 1 tu ndio alokuwa hayupo, walimtoa mapema. Lakini wakala hao hata ile karatasi ya matokeo hawakuwapatia. Na pia ni sehemu nyingine nazo ndo hivyo jinsi walivyofanya, ili tufupishe muda. Wakala chumba, yani ule mtu wa karatasi Hamisi Amer, chumba namba 1, kituo cha skuli ya Kibeni, yeye alikuwa anafanya kampeni ya Samule mule. Oya, msifanye makosa bwana. CCM mule ndani ya nini? Unakwenda unahoji kulikoni hichi kitendo hichi kikafanyika hivi? Jibu hupati. Jengine unaweza ukaambiwa sio kazi yako. Hicho ndicho unachoambiwa. Na halafu kwenye kituo ambacho cha Kibuyuni tunayo hawa neki walosimamia ndani ya jimbo langu, Makame Jecha na Makame Saburi.
Makame Jecha na Makame Saburi walienda kwenye kituo cha Kidombo na vituo vingine pia walipita, lakini kituo cha Kidombo nimeshuhudia. Anaingia chumba namba 1 kachukua vitabu 4. Yeye na Makame Saburi wamevitiki vyote, wakamimina kura. Chumba namba 2 cha Kidombo wamechukua vitabu 2, wakavitiki vyote, wakenda wakamimina kura. Makame Jecha na Makame Saburi. Katika shehia ya Matemwe Kusini kuna huyu Makame Hamadi Yusuf Tabu. Mfumo uliokuwa umetumika ambao mwa sehemu ya pwani, maana huyu ndo katupatia ushuhuda kabisa mzima, huyu katuletea ushuhuda, lakini kwa wanayowafanya kwa upande wa pwani, wakimuona kavaa rubege la Kimasai wanampa kura si chini ya 10. Siku hiyo naye alivaa. Siku hiyo na yeye alivaa, akaja akatupa ushuhuda, hili ni kweli, nimepewa kura 5 mimi, nikaambiwa huyu ndo mwenzetu, nimevaa rubega la Kimasai. Huo ndo utaratibu alokuwa anaufanya. Ukienda pale ukizungumza Kibara, ukivaa rubega la Kimasai, unaonekana wao ni mwenzao, wanakupa kura nyingi zaidi. Kusema la kweli, tuna mengi ya kuzungumza, isipokuwa mengine ndio anajirejea mule kwa mule. Nimepunguza, niache shughuli nyingine. Ripoti ya jimbo langu ipo inaelezea kila kitu kwa uchanganuzi zaidi. Asanteni.